Yako wapi matendo yake makuu waliotuhadithia baba zetu? Matendo yake ya ajabu yako wapi? Hili swali ambalo Gideon alimuuliza malaika ni swali ambalo hata sisi leo tumekuwa tukijiuliza sana. Kila mmoja kwa namna yake anajaribu kujiuliza kwamba hivi haya mambo ambayo Biblia imeyasema ni ya kweli, na ikiwa ni ya kweli, mbona siku hizi hatuyaoni? Wengine wakaishia kuiweka kidini tu kwamba itakuwa ni zamani hizo. Zamani sasa hizi Mungu kabadilisha namna ya kutembea. Lakini twende katika jibu alilojibiwa Gideon na malaika. Malaika akamwambia hivi, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe wana wa Israeli. Manake sio swala la yako wapi matendo yake makuu. Matendo yake makuu ambayo watu wanatakiwa wao wanaendelea kuyaongelea mpaka sasa, Gideon umeyakalia wewe. Gideon umeyashika, watu wanatakiwa wao wanaongelea, lakini wewe Gideon unayo. Nachotaka nikusema ni kwamba wakati kanisa tunajiuliza kwamba yako wapi matendo ya makuu ya Mungu tunayosoma kwenye Biblia au tunayosoma katika vizazi vilivyopita, uwezo ambao Mungu ametupatia na sisi pia tumeukalia kama alivyokuwa ameukalia Gideon. You see? Gideon alikuwa na uwezo wa kuwakimbiza wa Midian, lakini ule uwezo alikuwa amekaa nao pangoni. Ndivyo ambavyo kanisa linao uwezo wa kufanya vitu vya ajabu mpaka dunia ikashangaa, lakini uwezo huo tumekaa nao. Uwezo huo ni gani basi? Uwezo huo ni uwezo wa kuwasiliana na Mungu, ni uwezo wa kuomba. Kanisa tumeweka maombi pembeni, tukaweka vitu vingine mbele, na kwa sababu hiyo kanisa limekuwa powerless. Hatuna nguvu, halina ushawishi kwenye jamii kwa sababu halina maombi. Maombi nini? Napoongelea maombi siongelei Mungu nipe gari, Mungu nipe mke, Mungu nipe mume. No, naongelea quality time with God, kutoa muda kwa ajili ya Mungu. Naongelea kutoa muda kwa ajili ya Mungu katika kuomba muda mrefu, katika kunena kwa lugha, ili yale mashauri ya Mungu yapate kutimia, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anajua hasa mahitaji ya Mungu. Achana haya mahitaji ambayo unayo ni madogo mno. Yale mahitaji ya Mungu ikiwa ni pamoja na kuteka ulimwengu. Yesu akasema nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Uwezo huo tutaupata wapi? Tukiwa tutatoa muda kwa ajili ya kukaa mbele za Mungu. Mimi nakupa changamoto wewe ambaye naona unajiuliza kwamba mbona zamani tuliambiwa ilikuwa hivi. Uwezo huo unao wewe na unakaa nao hapo ulipo. Kinamna gani? Ni kwa kiasi gani unajitoa katika kumtafuta Mungu, katika kuomba, na hasa kumpa Roho Mtakatifu akutumie wewe katika kuomba na kunena kwa lugha na muda wa kutosha. Tukienda hivyo, watu watasema hakika haya ndiyo matendo ya Mungu. Watu wa mataifa watasema hakika huyu ndiye Mungu ambaye anasimuliwa. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki. Amina.